Wakili Samuel Welwel ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Kaskazini. Ratiba ya siku ya leo, siku ya Ijumaa, kuanzia asubuhi katika shughuli hii ya kumsindikiza mpendwa wetu na muasisi wetu hayati Edwin Mtei iko namna hii. Wageni wanaendelea kuwasili kama ambavyo mmeona. Kwa upande wa chama chetu, wajumbe wa kamati kuu mbalimbali wameingia viongozi wakuu wa mabaraza, mwenyekiti wa Bawacha ameshaingia. Tunazidi kuwasubiria viongozi wengine. Muda wowote kuanzia saa 5 hadi 5:30 makamu mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa John Heche atafika hapa. Tutaendelea kuwa na vikao na mashauriano na familia, kuwapa pole, na baada ya hapo itakapofika saa 9 tutaanza safari ya kwenda pale hospitali ya Seliani kwa ajili ya kuleta mwili hapa. By saa 11 tutakuwa tumefika hapa, kwa sababu tunategemea saa 10 kamili tutatoka Seliani kuja hapa nyumbani Tengeru. Saa 11 tutakuwa tumefika hapa, na kwa ratiba iliyoko saa 12 kamili itaanza ibada hapa ambayo itaongozwa na kanisa la KKT usharika wa hapa. Itifaki zote za kuleta mwili tutafanya kwa maandamano ya kichama, kwa maana tutakuwa na magari pamoja na bodaboda, na baada ya hapo sisi ratiba yetu rasmi ya kumwenzi mpendwa wetu itakuwa siku ya kesho kuanzia majira ya saa 3:30 tutaendelea mpaka pale ambapo itaanza ibada rasmi itakayoongozwa na viongozi wa dini. Sharifa Suleiman, mwenyekiti Bawacha Taifa. Kiukweli msiba huu umetuumiza sana kama wanachama. Baba muasisi wetu wa chama ambaye pia ni kiongozi wetu wa chama, bado tulikuwa tunamhitaji, hasa katika kipindi hiki ambapo tunapitia changamoto lukuki katika chama chetu. Lakini tunasema kuwa kazi ya Mungu haina makosa. Tumeumizwa sana na bado tutaendelea kuyaenzi yale mema na mazuri yote ambayo aliyoyafanya katika kipindi cha uongozi wake. Edwin Mtei alikuwa ni kiongozi hodari, shupavu na mwadilifu, lakini vile vile alikuwa ni mpenda watu, kuunganisha watu. Kwa hiyo haya yote ambayo aliyofanya Edwin Mtei ambaye ni muasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, sisi baraza la wanawake na Chadema kwa ujumla, basi tutaendelea kuyaenzi milele. Kujifunza ni kuendelea kuwa na misimamo kama misimamo aliyokuwa nayo yeye Edwin Mtei. Manake tukisema kuwa mtu kuhama chama ni udhaifu, ama baadhi ya wakati tunasema kuwa ameamua kufanya hivyo. Lakini ili uendelee kuwa imara, ama ili uendelee kuwa tunasema kuwa mwadilifu, unatakiwa uendelee kusimamia misimamo ambayo unayoiamini na wala sio vinginevyo. Kwa hiyo Edwin Mtei alikuwa ni mtu mwenye misimamo sana tangia ajiunge na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema miaka hiyo ya 2000, kuanzisha chama hiki miaka ya 92. Wakati kipindi hicho mimi bado niko niko standard 1 kama sikosei. Kwa hiyo hakutetereka. Sisi kama vijana, sisi kama wamama tunatakiwa tuige mfano mzuri kupitia kwake yeye. Yeye uzalendo aliuweka mbele zaidi na wala si kitu kingine. Hakutetereka na masuala yaliokuwa hayana msingi. Yeye akiamini anachokiamini, misimamo yake ndio hiyo haiwezi kubadilika. Kwa hiyo nachoweza kusema kuwa tuna la kujifunza kupitia Edwin Mtei, hususan katika umahiri wake, katika misimamo yake. Tunatakiwa tujifunze kupitia hilo. Kuendelea kuwepo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Uwepo wa chama ni nembo muhimu kwake. Tutaendelea kumwenzi na kumtunza milele. Uwepo wa hiki chama, kukiendeleza chama kuwa imara. Lengo la chama ni kushika dola. Sasa endapo insha Allah Mwenyezi Mungu akitujalia tukishika dola na uwepo wa chama kuendelea kuwepo, basi ni kuendelea kumtunza na kumwenzi milele. Hilo tutalisimamia kwa nguvu zetu zote. Sasa kama kuna hao watu wanofikiri chama hiki kinaweza kufa, si rahisi, kwa sababu tupo
tutakienzi na kukitunza milele. Mishale yote ambayo tunopigwa tuko tayari kuikinga, lakini chama hiki kiendelee kusurvive insha Allah, na kitaendelea kuwepo milele. Na hao ambao wanataka chama hiki kife, basi tutadili nao kwa namna ambavyo Allah atakavyotuwezesha, lakini na kuhakikishia chama chetu bado kiko imara na tutakisimamia na kukilinda kwa nguvu zetu zote. Kwa uwezo wa Mungu, sisi kama Bawacha tutatekeleza hilo kwa uwezo wa Mungu biidhnillah inshallah. Simamo ya Mzee Mtei ni tofauti sana. Umeelewa vizuri, ni tofauti sana, haimithiliki na kitu chochote, lakini bado ndo tunasema tuendelee kujifunza na kuyaenzi yale ambayo aliyokuwa yeye ametengeneza hapo kipindi cha nyuma. Kwa hiyo misimamo ya Mzee Mtei naweza kusema kuwa haimithiliki na kitu chochote, lakini sisi bado tunalo la kujifunza kupitia kwa Mzee Mtei. Naitwa Hashim Juma Isa, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa kanda ya Unguja. Sawa na nimefika hapa jana jioni, na namshukuru Mungu safari yangu ilikuwa salama. Sasa tumefika hapa Arusha kuja kuhudhuria mazishi ya muasisi wa chama chetu cha Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo, na chama kikuu cha siasa Tanzania. Ni huyu mzee ni muasisi wa chama hichi, ushafahamu na aliona mbali sana, alijitahidi sana. Huyu mzee ana historia nyingi tu, alikuwa gavana wa benki wa Tanzania, alikuwa waziri wa fedha na alichukua nafasi nyingi tu, lakini baadaye alipostaafu akaamua kwamba kuharakisha mfumo wa vyama vingi Tanzania, kwa sababu yeye alikuwa ni gavana wa benki na nini, kwa hivyo anaujua uchumi wa Tanzania, na alivyoona kwamba serikali yake aliyokuwepo zamani serikalini, chama chake, kwamba hakikidhi mahitaji ya Watanzania kutokana na uchumi uliokuwepo Tanzania na serikali inavyoendeshwa. Kwa hivyo akaamua kupigania kuwepo na vyama vingi. Kwa bahati nzuri sana Mungu akamjalia akafanikiwa uwepo wa vyama vingi, na mwaka 93 hatua ya kwanza Tanzania ikafanikiwa kuanzisha kwa vyama vingi, na aliopigania vyama vingi uwepo ni huyu mzee wetu marehemu Mzee Edwin Mtei. Hilo la kwanza alifanikiwa na wenzake kina Bob Makani na kina nani, lakini baada ya kufanikiwa vyama vingi tu vile vile wakafikiria jambo la msingi na muhimu kuliko yote ni kudai katiba mpya. Kwa bahati mbaya sana miaka yote hiyo tangu 93 mpaka leo hilo halikuwezekana. Walishindwa, wamejitahidi sana, na mpaka ameondoka duniani, lakini hakujaliwa kuweza kufanikisha kupatikana kwa katiba mpya Tanzania. Na kwa nini alidai katiba mpya, na kwa nini serikali iliyopo madarakani ilikataa kutoa katiba mpya kwa Tanzania? Kwanza nizungumze neno hili katiba. Nini katiba? Ili nitoe ufafanuzi. Katiba tafsiri yake hasa safi kwa Kiswahili ni mkataba. Ni mkataba huu baina ya wananchi wa Tanzania kupitia bunge lao, wawakilishi wao wa bungeni, na upande wa pili ni serikali, rais na mawaziri wao na kila kitu. Sasa huu ni mkataba. Katiba maana ni mkataba. Okay? Constitution is an agreement. Sasa mkataba huu maana yake kwamba wabunge wanakuwa wanaikosoa serikali au wanaelekeza serikali nini cha kufanya, lakini kwa bahati mbaya sana ndio maana tunakuta mpaka leo bunge letu lote linatawalia. Kama sasa hivi tukizungumza kwa mambo ya sasa hivi, karibu bunge lote 99% ni CCM watupu. Sasa utakuta kwamba yale malengo na makusudio hasa waliokusudia kina marehemu mzee wetu Mzee Mtei huyu hayakufikiwa malengo. Shafahamu, kwa sababu nchi hii ina utajiri mkubwa, lakini bado tupo katika umaskini. Nitatoa kwa mfano haraka. Kuna mifano mingi sana, 100 kidogo, lakini nitatoa mifano mitatu tu. Kwa mfano, kama sisi Chadema tungelikuwa bungeni mle wengi, tungalisema, au hayo ni mawazo yangu ninavyoona uchumi wa nchi hii, tungalisema kwamba tunataka waajiriwa serikalini wote, kuanzia madaktari, walimu wa shule za serikali, wafanyakazi mwakani mawizara yote, majeshi wote, mapolisi, usalama taifa, majaji, yani waajiriwa wote serikalini. Tungelipendekeza kwamba iwepo kwenye katiba kwamba watu wakimaliza tu ustaafu wao kwanza wapewe
kiinua mgongo chao kwa 100%. Hilo la kwanza, wakati mpaka sasa hivi swala hilo tangu ulipata uhuru nchi halipo. Pesa yao hiyo dunia nzima hakuna mtindo wa mambo ya kikokotoo. Hii ni dhulma, huu ni wizi na huu ni ukandamizaji waliokataki na marehemu Mzee Mtei, lakini mpaka leo unaendelea. La kwanza. La pili, tungetaka wastaafu hao wakimaliza, mtu kamaliza miaka 20 basi apewe japo gari, akiendelea akimaliza miaka 30 ajengewe nyumba. Lakini kwa nini CCM hautaki mfumo? Kwa sababu hizi wanajua kwamba itabidi iwekwe budget, na ikiwekwa budget hizi fedha zitakwenda huko. Sasa kwa mfano mwingine tu, alafu mwisho nitazungumza madhumuni kwa nini serikali ya CCM inakataa mambo haya. Kwa mfano wa Tanzania, tungeamua kwamba timu yetu ya taifa ya mpira iwekwe kambini, tunadhamiria kwamba kama sasa hivi 2030 tunataka timu ya taifa Tanzania lazima ingie World Cup kwenye finali. Kwa hivyo tunaweka kambini kwa sasa hivi. Kwa hiyo pale bungeni linatengwa fungu maalum, budget maalum kwa ajili ya timu ya taifa. Tunakaa kambini miaka 4, inapelekwa nchi za nje. Kwa hivyo kunakuwa na budget, ile timu ya taifa lazima tuchukue namba 1 katika Afrika, halafu tunaingia kwa mara kwanza World Cup. Lakini sasa itakuwa na budget yake. Sasa kwa nini haya mambo hayawezekani? Kwa sababu CCM hawataki fedha hizi zitumike kwa Tanzania wote. Hii budget kwa nini wakajengewe majumba, majeshi, mapolisi? Kwa nini timu ya taifa ikae kambini, tumie mabudget mabilioni kwa mabilioni? Kwa nini? Fedha hizi zileteni bungeni, tutagawana wakubwa nchi hii. Fedha hizi kodi ya Tanzania tutagawana na hawa wabunge. Ndio maana unakuta kila siku zinaundwa kamati, wakati wale umetengenezwa mazingira tu maksudi wale wabunge wapate kugawana ile kodi za Tanzania, wakati zile kodi za Tanzania zingefanya mambo mengi ya maana. Jengine vile vile, nchi ina uwezo wa kupeleka shule watoto wote, wanafunzi wote kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Nazungumzia shule za serikali. Shona nazungumza shule za serikali tu. Watoto wote hao wangelikuwa na uwezo, serikali ikanunua mabasi na ikawapeleka shule kwa gari asubuhi na kuwarudisha majumbani mwao. Ingekuwa marufuku mtoto mmoja mdogo yoyote ule kuonekana njiani anatembea kwa miguu. Na uwezo huu wa serikali upo, fedha hizo zipo, zingetengwa budget maalum kwa ajili ya nini? Kwa safirisha watoto kupeka shule na kuwarudisha. Lakini wabunge hawataki, wakubwa nchi, marais, mawaziri hawataki. Kwa sababu gani? Wanataka fedha hizo zisitumike kuwapeleka watoto wa wanafunzi huku mashuleni wasalimike, lakini wanataka pesa zote kodi ya Tanzania ndio bungeni wakagawane wao. Sasa hili ndio tatizo kubwa sana linalotufesi sisi wa Tanzania. Sisi Chadema tuna maono, sisi tunauona uchumi wa nchi hii. Kwa hivyo ndio maana unakuta tunaishi wa Tanzania tunaishi katika umaskini, in spite ya kwamba tuna njia nyingi sana za uchumi, tuna kodi kubwa inakusanywa, lakini mabilioni kwa mabilioni yote yanapotea pale Dodoma. Haya nakwambia, haya ndio yote wakitaka kina Mzee Mtei na kina Mzee Bob Makani na kila kitu. Haya ndio mambo yanayotaka Chadema. Kila anachotaka Chadema kimeanzishwa na kina Mzee Mtei. Shafahamu. Kwa hivyo Mzee Mtei alitaka nchi hii iwe uchumi wa nchi, fedha inayopatikana isambazwe iwafaidisha wa Tanzania wote. Shafahamu. Tofauti na sasa hivi kodi yote inakusanywa inakusanywa na mtu huyu mmoja tu, anaitwa nani? Waziri wa fedha. Matrilioni kwa matrilioni. Lakini sasa umeuliza swala Mzee Mtei alikuwa anatakaje? Mzee Mtei alikuwa anataka kwamba fedha hii igawane. Ndio maana Mzee Mtei na wenzake wakatengeneza kitu kinaitwa serikali za kanda. Chadema mpaka leo mnakuta kiko hai kwa sababu tuna serikali za kanda. Ushafahamu, imegawika kanda 10, kanda 8 bara, kanda 2. Sasa uchumi wote unaopatikana, kodi zote zinazopatikana zinabaki kwenye kanda zile. Ushafahamu, hazikusanywi na mtu mmoja kama sasa hivi na CCM. Shone. Kwa hivyo wale wenye kanda wangelifaidika, 70% inabaki kwenye kanda, 30% kwenda serikali kuu. Huo ndio mfumo wa Chadema, hivyo ndio alivyotaka Mzee Mtei. Huyu mzee tutamuenzi. Tunajua leo Mwenyezi Mungu amemtaka, amemchukua, lakini si Chadema tutaamini na tutajiaminisha kwamba kilichokufa ni kiwiliwili chake tu, mawazo yake, fikra zake, maazimio yake, malengo yake. Sisi Chadema tutasimamia kwa 100% mpaka afanikiwe. Ushafahamu. Na hichi kifo chake kimetupa
kwa upande mmoja kimetupa faraja, kinatuonyesha njia na kinazidi kutupa tamaa kwamba sasa hivi ndio tunaenda kuichukua serikali, kwa sababu Mwenyezi Mungu, hii ni ishara kwamba Mwenyezi Mungu sasa hivi anataka Chadema, nguvu za juhudi iliyotumika katika kina Mzee Mtei, sasa hivi Chadema ichukue nchi. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka Chadema ikichukua nchi hii, Mzee Mtei awe pamoja na Mwenyezi Mungu huko. Mwenyezi Mungu ndio atampa zawadi yake huko aliko na kumwambia hii ni sherehe yako, ni furaha kwako, chama chako leo kimeshinda huko duniani. Ni Eliakim Ole Maki, mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Arusha. Sisi kuhusiana na msiba huu kama baraza la wazee au wazee mkoa wa Arusha, tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana. Kwanza moja, leo ndio siku ya kuhitimisha au kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa chama. Sisi kama wazee tulikuja juzi kuja kumuona mzee na kuomba ili tuhitimishe hii siku ya leo ya kumbukizi ya tarehe 21 hapa nyumbani kwake. Tukakubaliana kwamba tungekuja. Lakini mara baada ya kuondoka jioni tukapata ujumbe kwamba mzee tayari Mungu kampenda zaidi. Kwa kweli lituumiza sana kwa sababu tulitegemea kuwa naye katika siku ya tarehe 21 leo kuadhimisha siku hii, tukitambua kwamba yeye ndiye muasisi wa chama chetu. Kwa hiyo ilituumiza sana kwa ujumla kama baraza la wazee na kama wazee mkoa wa Arusha. Ninachowashauri wazee, Mzee Mtei aliamini katika haki. Aliamini katika haki na ndio maana alidhubutu kusimama kusema, kwa sababu hakuwa na makando. Kwa hiyo sisi tutamuenzi katika kuamini katika haki na kusimama kusema kile unachokiamini kwamba ni haki na kusimamia msimamo huo. Uongozi uko vizuri. Tuko vizuri sana. Manake sisi tunaamini kwamba leo ni nzuri kuliko jana. Viongozi wetu wanafanya kazi sana na katika hali ya isiyokuwa ya kawaida, ambapo ndio iliyowarudishia pia wananchi na wanachama matumaini makubwa ni msimamo wa chama, kukataa udhalimu, kusimamia haki. Hawakuweza au kudhubutu kusaliti wananchi kuterereka. Kwa hiyo sisi tunawapongeza. Paka hapa tuliko mwaka mmoja wa uchaguzi, manake uchaguzi ulifanyika siku kama hii leo tarehe 21. Sisi tuko vizuri sana na niwapongeze sana viongozi wetu wa taifa, Mheshimiwa Heche pamoja na kamati kuu kusimamia msimamo wa baraza kuu kwamba hatutashiriki uchaguzi kwa sababu ya dhuluma. Wamesimamia tulichokubaliana ndani ya baraza kuu. Kwa hiyo pongezi kubwa sana ziwafikie viongozi wetu wa kitaifa.